وبركاته. الحمد لله الحنان المنان العزيز الرحمن المعبود في كل زمان، وأثني بحمد من أنزل قرآنه شفاء ورحمة للمؤمنين وبلاء ونعمة للكافرين القائل وهو أصدق القائلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، معاشر الحاضرين، أولا أوصي نفسي ونفوسكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. والله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين. معاشر الحاضرين، baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake bwana wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi kurudisha shukrani kwa Allah jalla jalaluhu kwa neema nyingi alizotuneemesha tukaweza kukutana tena baada ya masiku mengi sana katika siku hii tukufu yaumul Jumaa, siku ya Ijumaa, kwa ajili ya kutekeleza mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia, itakaponendiwa sala siku ya Ijumaa, basi nendeni haraka katika utaji wa Allah jalla jalaluhu. Na sisi tukakumbuka baada ya kusikia adhana kukimbia ili tuitikie mwito wa Allah tupate saadatud darain. Hii si fursa ambayo kila mmoja huipata, bali ni fursa ambayo hupatikana kwa wale waliowafikiwa na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unwani ya mada yetu leo inatuambia utulivu ambao hujengwa kwa takwa Allah, kwa ucha Mungu, ni bora kuliko utulivu unaojengwa kwa mali na kitu chochote ambacho mwanadamu leo anakwenda mbio kwa ajili ya kukitafuta. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya suratul Ma'arij katika ayat au baadhi ayat tulizozisoma, natuambia mwanadamu katika asili yake ya kuumbwa kaumbwa na papatiko. Innal insana khuliqa halua, mwanadamu kaumbwa na babaiko, papatiko. Idha massahu sharru jazua, akipatikana na shari hubabaika, hataki shari msibu. Akipatikana na shari anaingiwa na babaiko. Wa idha massahu alkhairu manwa, na akipatikana na khairi kuzuia mara nyingi hata kile khairi kuiachilia wenzake na wapate. Kwa nini? Ni kwa sababu ya babaiko ambalo tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala keshamuumba kwalo. Lakini kati ya mawili haya, ubora asakan alhaqiqi, utulivu ambao mwanadamu anatakiwa kwenda kutafuta, ni utulivu ambao haukujengwa na madda, vitu ambavyo tunaenda mbio kwa ajili ya kuvitafuta, bali ni utulivu uliojengwa na takwa Allah, ucha Mungu uliorakiz katika moyo wa mwanadamu yule. Ikiwa moyo wake kumerakiz ucha Mungu, basi kila kitu kwa kuisoma kwake Qur'ani, kwenda kudarisisha moyo wake, kwenda kuunasihi moyo wake, kila msiba ukiwa kwake unakuwa ni jalal, ni kitu kidogo sana kwake. Moyo unatahammal kwenda kubeba mazito ambayo wengine watakuwa wameshindwa kwenda kuyabeba wakati kama ule.
Na utulivu kama huu, asakan kama hii, kwa wanadamu imegawanyika vigawanyo viwili kama tulivyoeleza. Kuna asakan ambao kwamba utulivu unaotafutwa kwa mali, na utulivu ambao watu hutafuta kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuangalieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomweka mwanadamu katika sayari ya dunia, hakumweka mwanadamu katika ulimwengu kisha akamwekea vitu vyote vitakavyomridhisha. Hapana, bali sayari ya dunia, Allah alipoumba ulimwengu na kuweka kila kitu katika dunia ili kimfae mwanadamu, kuna vingine au kuna viumbe vingine ambavyo vitafaiwa na vinavyotuchukiza sisi katika dunia. Si kila kitu alichokiweka kitamridhisha kiumbe mwanadamu, bali vingine alivyoviweka Allah humchukiza mwanadamu, lakini vinaridhisha viumbe vingine, na vingine alivyoviweka Allah humridhisha mwanadamu huyu na kumchukiza mwingine. Vingine alivyoviweka humpa raha na faraja mwanadamu huyu, lakini kwa mwingine akawa ana furaha, ana raha, bali na kwamba wengine wanakihesabu kile ambacho kinaonekana katika mazingira yale ni kitu kizuri, lakini anaona ni kitu kibaya, pengine kwa hali za kisiha, afya yake, au kwa hali ya maumbile yake haendeani na kile ambacho wengine kinawafurahisha na wengine kinawaudhi. Lakini kwa hali ambayo iko, kila hali inayopitia mwanadamu ni ibtila, ni mtihani kwake. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia, fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ama je, mwanadamu akipawa ibtila na Allah, akapawa mtihani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa akrama, akampa facility zote katika dunia, kila kitu ambacho yatamani ibn Adam, anakitamani mwanadamu, Allah akampururia, mambo yanakwenda vizuri smoothly bila shida yoyote. Idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama, akamneemesha siha njema, katamani gari kapata, mara lile kaliona limechakaa, katamani gari kubwa zaidi ya lile Allah kampa, katamani mke mzuri kapewa, katamani mali kapewa, kila kitu Allah kampa, lakini Allah katumia neno idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama. Bimaana ikram na neema ambazo tunazo pia ni mtihani. Leo utaangalia viungo vyako, pua yako alokupa Allah. Pua hiyo kiungo muhimu sana ili uweze kuvuta hewa safi iende katika mwili wako uneemeke na kufarijika wakati ule, utoe hewa chafu baada ya kuchujwa katika mwili wako, uondoshe maradhi ambayo yangaliribu siha yako na kuharibu furaha yako, uweke chakula chema kinachopita katika mdomo wako, ukichuje kile kibaya ukitoe. Yote yanakwenda hivyo, ni katika khairi alizokupa Allah, lakini khairi hiyo akasema ni mtihani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakupatia. Fayaqulu rabbi akraman, ndio aseme Mola wangu kanikirimu mimi, kanitukuza. Wote hawafai tena, mimi ndiye mwenyenye wao, mimi ndiye mbora wao, mimi ndiye mtu katika watu. Kisha aya nyingine akasema wa amma idha mabtalahu rabbuhu faqadara alayhi rizqa, wa amma idha mabtalahu rabbuhu, ama je Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimuonja mwanadamu huyo, faqadara alayhi rizqa, akamkadiria, akampunja, akampunguzia neema zake, khairi zake, akawa anakwenda mbio apate kile ambacho kwamba fikra zake, mawazo yake, bongo lake anafikiria akipate, lakini Allah kila akimpa anampa kadri ya matumizi yake peke yake. La yazidu wala yanqus miqdara salih, haipungui wala haizidi kwa kadri ya matumizi yake katika maisha yake, anapata hicho, na mara nyingine anapunguziwa kabisa. Fayaqulu rabbi ahadan, ndio aseme Mola wangu kanipunja, kanidhulumu, kaninyanyasa. Yote anatueleza kwamba maisha ya mwanadamu katika sayari ya dunia anapitia mitihani tu, asijione akipata akaona mimi ndiye mimi. Hapana, katika kupata kwake kuna kufeli na kuna kufaulu.
Utapata, lakini waweza kufeli, bali na kwamba umepata. Umedhania kwa umejenga furaha, lakini kumbe si furaha, kwa sababu fikra zako ukiziweka furaha ni mke mzuri, ukiziweka furaha ni mali, ukiziweka furaha ni kula chakula kizuri, ukiziweka furaha yangu ni kujenga nyumba mzuri, lakini nyumba yakunu kharab yawman min ayamik, siku moja kati ya masiku yako nyumba nzuri itakuwa bovu au itachakaa mpaka tena uifanye renovation. Mkeo baada ya kumuona mrembo sana, ukawa nafsi yako kiliwazo chako ni mkeo kwa urembo wake, siku moja mashavu yake, sura yake itaanza kukunjana, pengine hata wewe bado sura yako iko vizuri. Utasema nini wakati huo? Furaha yako itakuwa wapi wakati huo? Ni gari lako limepata accident, huwezi tena kulirekebisha, kosa lako wewe, insurance hawalipi, wakati huo wewe umestruggle sana kupata gari hilo. Furaha yako iko wapi? Kila kilicho kizuri ambacho atarajia kikupe furaha katika dunia kinaondoka na kukuacha huna furaha. Lakini idha tamassakta billah, ukifungamana na Allah subhanahu wa ta'ala na ukatafuta furaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi huwezi kwenda kukosa furaha katika moyo wako hata siku moja, kwa sababu kila kitu Mwenyezi Mungu kafalahu, kadhamini, kachukua majukumu, kachukua dhamana ya kuprovide kila kitu ambacho uko nacho. Kikikuondokea, unajua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye anayepeana na kuchukua mwenyewe. Ukipata unasema huwa yukti wa yamna, yeye ndiye anayetoa na yeye ndiye anayemnyima mtu na kuchukua alicho nacho. Babaiko lako huondoka, najuazi nimekipata, Allah subhanahu wa ta'ala kakichukua, kwa kuwa yeye ndiye aliyenipa, na ipo siku moja huenda akanipa tena Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima nizidishe mapenzi ya kumpenda yeye. Na unakuta watu kama hawa utulivu huondoka pale unapokuwa na taksiri katika kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio tunasema utulivu unaotokana au uliojengwa na ucha Mungu ni bora kuliko utulivu uliojengwa na mali na kila tunachokitafuta katika ulimwengu huu. Mashara al-hadrin, mwanadamu ukaumbwa na babaiko na papatiko, lakini tumwangalieni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kuwajenga masahaba zake, alipokwenda kuweka foundation nzito nzuri ili waweze kujua na kutahammali mambo na kujua utulivu unajengwa kwa kumpenda Allah na kumfuata yeye na kufanya kila kitu kwa namna alivyotuamrisha Allah. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku alipogura kwenda Madina, baada ya masahaba tayari kuacha ardhi ya Makka kwenda zao katika ardhi ya Madina, yeye akabakia katika ardhi ya Makka. Akamwambia rafiki yake Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, bakia hapa ya Siddiq, siende na wenzako. Alipoamua sasa kutoka ule usiku, shubanul Quraysh, vijana wa Quraysh, kila mmoja kanoa panga lake. Wazee wa Quraysh wakamwambia vijana makabila yote 12, nendeni mkamuue Rasulullah, mkamuue Muhammad bin Abdullah, lakini kumuua kwenu fadribuhu darbatan wahida, mkimpiga mpigeni pigo moja sawa na pigo la mtu mmoja, ili koo yake, familia yake isiweze kulipiza kisasi. Wakasema qatalahu fulanun ibn fulani, aliyemuua mtoto wetu, kijana wetu ni kijana fulani anayetoka na kabila fulani, lazima tulipizie kisasi. Muweni nyote, mkimuua watasema qataluhu, wamemuua. Nyumba zote, makabila yote ya Makka yalishirikiana kumuua Muhammad, hataweza kulipiza kisasi kwenu, kwa sababu ni Madina, Makka nzima. Walipokwenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Jibril alayhi wa ala nabiyina as-salatu wassalam, anaambia al-lailatu lailatul hujum ya Muhammad, usiku wa leo ni usiku wa mashambulizi, fakhruj, toka, silale hapa, toka ya Muhammad, lailatul hujum.
Huu ndio ule usiku mzito sana kwako. Mwenyezi Mungu anataka kumnusuru Rasulullah. Ametoka, vijana wote wamepigwa na usingizi, wamelala. Bwana Mtume anamfuata Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq nyumbani kwake, akaambia al-an ya Siddiq, muda ndio huu ewe Siddiq wa kutoka sasa hajiran ila al-Madina, tugure kwenda katika ardhi ya Madina ambao marafiki zako, jamaa zako wote wako huko. Wametoka vijana kutanabahi, Rasulullah yuko ndani, kawa ni Sayyidina Ali radhiallahu anhu. Umuona wakajuazi kesha toka. Ikaanza sasa mihemuko ya kumtafuta Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamtafuta mpaka wakaenda kwa rafiki yake Abu Bakar, wakamkosa mpaka Abu Bakar. Wakajuazi huyu kesha toka. Wakamkodi bwana mmoja anaitwa Suraqa. Suraqa ni bwana ambaye alikuweko athar au alama za wayo wa yeyote anajua huyu ni fulani na kapita wakati fulani. Wakaambia tataka au twamtaka Muhammad hayyan au mayitan ya Suraqa, twamtaka huyu akiwa hai au akiwa amekufa. Sasa baada ya kukodiwa akafuata nyayo zao mpaka akafika katika ghar, pango alojificha Rasulullah na rafiki yake Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Kujificha pale, Suraqa akaambia Muhammad na rafiki yake wako ndani. Hawajaingia kitambo, haijapita hata muda tangu waingie, lakini angalia Allah subhanahu wa ta'ala arsala hamama, kamtuma njiwa kenda kuweka kiota chake, kalalia mayai yake. Kamtuma ankabut spider kenda kuweka nyumba yake, yuko katikati ya nyumba yake. Makureshi wanamwambia la yumkin an yakuna Muhammadan fil ghar, haiwezekani Muhammad awe katika pango hili, haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu ya vitu viwili. Kumbe ni wanajeshi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawatuma kwenda kumhami Rasulullah na rafiki yake Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, wasipate baya ambalo litawadhuru wala kuwapa huzuni, wasipatwe na huzuni yoyote. Hawa ni watu ambao nyoyo zao zimejaa takwa Allah, wametafuta furaha, utulivu kutoka kwa Allah. Allah hataki ule utulivu utoke kwao. Kaambia haiwezekani. Sayyidina Abu Bakar na Bwana Mtume wakiwa ndani, wanawaona Makureshi wakiwa juu, wakiwa katika pango lile au katika mlango wa kuingilia. Sayyidina Abu Bakar anamwambia Rasulullah, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum tahta qadamaihi la yarana, wallahi lau mmoja wao ataangalia chini ya nyayo zake atatuona. Ingiwa na huzuni Abu Bakar. Bwana Mtume anamwambia ma dhannuka ya Abu Bakar baina ithnaini thalithuhuma Allah, wadhania nini ya Abu Bakar, kati ya watu wawili walio ndani ya pango hili watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana yako iko wapi wakati tuko na Allah subhanahu wa ta'ala? A'ma Allahu absarahum, Mwenyezi Mungu kawapofua macho yao wakawa haoni. Na kweli wamekaa pale, mwisho wametoka wakaenda zao. Allah anataka kumuonesha Sayyidina Abu Bakar, ikiwa moyo wako umemweka Allah subhanahu wa ta'ala, basi baya lolote haliwezi kukusibu, huwezi kupatwa na huzuni. Na sawa limekusibu, lakini moyo wako hutahammal kulibeba, kwa sababu moyo wako una silaha na una ilaji ya hali ya juu sana. Ulichokieka katika moyo ni kikubwa. Tujiangalieni leo sisi, mbali na haya kupita na kuwa ndani ya Qur'ani aya zake na kuwa ndani ya vitabu vya historia hizi, tulipoacha kuyasoma haya, tulipoacha kujifundisha haya, tulipochukua Uislamu au dini yetu ya haki ambayo yula siku zote huwa juu, na kuweka kando na kuichukua dunia kuipa kipaumbele, wallahi tunaukufa na maradhi ya nyoyo. Maradhi ya nyoyo yanatua. Kwa nini? Kwa sababu nyoyo zetu hazitahamal kubeba mazito tunayopitia katika dunia, wakati dunia ni baitul ibtila wal imtihanat. Dunia ni nyumba ya matatizo na mitihani. Moyo wako hukaufanyia
hukufanya tajdidi ya kutahamal na kubeba uzito wa mambo ambayo utasibiwa nayo katika dunia. Mwisho moyo unashinda kuhimili na kubeba mazito, unapatwa na pressure, unapatwa na maradhi mazito, kisa na maana mali ulizonazo zimepungua. Kisa na maana mfanyikazi wako mmoja tu kenda kugongesha gari lako likawa limeharibika. Kisa na maana yuko kibaka aliyekuja kuvamia kwako akaiba, ukaumia sana, ukaliona huyu kesha alimaliza. Kumbe haja kumaliza, kakuwekea akiba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, pale Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakapohukumu zaidi ya majaji ambao tunawaamini leo na kuwapelekea kesi zetu na kutafuta mawakili wa kuhami hali zetu. Lakini ikiwa wakili wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala na nyoyo zetu zinakiri hilo, vipi wewe ufe kwa maradhi ya moyo wakati moyo wako unatahammali kwenda kuyabeba mazito? Mwangalie Abu Talha. Abu Talha ni sahabiyun jalil, sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliposibiwa na mtihani wa kuondokewa na mwanawe kipenzi, siku moja alitoka kwenda vitani Abu Talha, akamwacha mwanawe ampendaye sana akiwa ana hali ngumu ya maradhi. Akamwambia mkewe kipenzi chake, muangalie kwa umakini sana huyu mwanangu, kuwa makini naye huyu, mtizame kwa ukaribu, kuwa karibu naye. Lakini siku zote aliyoyapanga Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu hawezi kuyapangua. Abu Talha kenda huko kakaa, mkewe kajaribu kuenda kuweka sawa mambo, lakini hayakuwa sawa. Siku moja mtoto kafariki. Alipofariki hakuwekwa mpaka baba arudi, kafanywa tajhizi ya kuzikwa, kazikwa. Alipozikwa akawaambia wale walioshirikiana naye, ambia la tuhbiru, msimpe habari Abu Talha hata akija, msimwambie kuhusiana na msiba ya mwanawe hata akija, acheni nitampa habari mwenyewe. Mke huyo jasiri, sahabia na sahabiyun, watu walolelewa na Bwana Mtume, wakabeba mapenzi ya Bwana Mtume na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Nyoyo za watu wanaostahimili kubeba mazito ya kufiliwa, msimwambie. Abu Talha kaja jioni siku hiyo, kuingia usiku, anaingia nyumbani, la kwanza anamuuliza mkewe, kaifa halu, hali ya kipenzi changu mwanangu ikoje, yaendeleaje mtoto wangu? Akaambia, mundu shtaka almarad, tangu ashtakie maradhi mwanao kipenzi chako hajawahi kupata utulivu zaidi ya utulivu wa leo alionao. Leo kapata utulivu wa ajabu. Siku zote alikuwa anasumbua, lakini askanahu Allahu leo. Leo Mungu kampa utulivu wa ajabu, anamtoa wasiwasi mumewe. Tunawajua wanawake hali zao ni hali ya papatiko na shida, ni ajali ndogo tu analia, ni habari ya furaha analia, lakini anamwambia tangu wawe mgonjwa mwenetu, mtoto wetu, kipenzi chako, ma askanahu Allah hajawahi kumpa utulivu zaidi ya utulivu wa leo. Mtoto kesha zikwa, utulivu anaomaanisha utulivu wa kaburini, si mgonjwa tena, tushamtuliza akatulia, ni stara, ni starehe ambayo anaipata pale alipo mtoto wetu. Kisha akafanyaje? Akamwandalia chakula, akampa mumewe. Alipokula Abu Talha akakaa naye vizuri, wakafanya aliofanya kama anavyofanya wanandoa. Kisha akaambia, ya Aba Talha, ewe Abu Talha, waonaje lau mmoja wenu atapawa chochote cha kuwazima? Umepawa gari si la kwako, ukaambiwa tumia gari hili kwa muda, lakini nikilihitaji nitakuja lichukua gari lako. Ukalitumia ukapata utulivu kwa gari lile au kwa chochote kile ulichopewa, lakini mwenyewe ghafla akaja akakwambia, nipe gari lako, nipe nilichokuazima. Waonaje, utampa utakataa?
Akamwambia nitampa kwa sababu ni la kwake. Utahuzunika? Akamwambia sitahuzunika, bali nitamshukuru Allah kwa sababu kwa kipindi nilichokitumia imenipa istinas, imeliwaza. Akamwambia kwa hiyo jua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakupa amana, kakupatia zimo ambacho ni mwanao tu. Alipokupatia mwanao kama azima, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamchukua mwenyewe. Matamnakalmuhib, kisha kufa mwanao kipenzi, umpendaye na anayekupenda. Dafna tushamzika. Abu Talha kakasirika sana, lakini mwanamke yule akawa hata hana babaiko. Abu Talha kaenda mpaka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yashku amrahu, akishtakia jambo lake lile. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hauna ala nafsaka ya Abu Talha, tulia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa shukrani ya mkeo, kwa subra ya mkeo na kutahammali kubeba uzito huu na kumshukuru Allah, kwa sababu mke mwisho anaambia fahtasib ya Abu Talha, fahtasib billah, taka thawabu kwa msiba huu, usibabaike mpaka ukamkufuru Allah, kwa sababu sote Mwenyezi Mungu katuleta katika sayari hii na sote tutatoka na kurudi kwake. Fahtasib ya Abu Talha, taka thawabu. Naam, Talha kataka thawabu, na Bwana Mtume kawatabiria mtoto bora zaidi ya yule aliyeondoka. Angalia, siku zote moyo unapokuwa unatahamali kubeba mazito, Allah wallahi hukupa kilicho bora zaidi. Kila tunachokipata ikiwa ni cha thamani, tukikipa thamani yake, wallahi hupata cha thamani zaidi ya kile kilichotuondokea. Na kila kibaya kikitupata, tukiwa na reaction nzuri, wallahi huondokewa na kibaya kile na tukapata kizuri zaidi ya kile. Tukimalizia hotuba yetu na tukio kubwa lililotetemesha maswahaba wote na ulimwengu mzima, la kuondoka Rasulullah khairu khalqillah, kuondoka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuzilea nyoyo zetu kwa kupendana na kutahammali kubeba mambo. Siku alipoondoka Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq, alikuwa kharijul Madina, nje ya Madina. Sayyidina Rasulullah anaondoka duniani, anakufa, malakul maut kaja kuchomoa roho yake. Sayyidina Abu Bakar yuko nje, wengine bado wako na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya maswahaba, kila mmoja katamka maneno yake. Reaction ya maswahaba, kila mmoja kareact kwa namna alivyotaka kureact, na hakujipeleka tu reaction ile, bali kareact kulingana na moyo wake unavyompeleka. Wapo wengine wameshindwa kusimama baada ya kufa kwa Rasulullah, wapo wengine hawakuzungumza tena baada ya kufa kwa Rasulullah, wapo wengine wameacha Uislamu baada ya kufa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka Sayyidina Umar al-Faruq kachika panga lake, anaambia ayyuman yaqulu inna Muhammadan qad mat sa'adribuhu bisayfi, yeyote ambaye atasema Muhammad kafa nitakata shingo yake kwa kutumia panga langu. Sayyidina Abu Bakar yuko njiani anakuja. Alipokuja moja kwa moja kaingia katika chumba cha Nana Aisha. Bwana Mtume kalaza kitandani kwake, kafunikwa shuka lake. Bwana Sayyidina Abu Bakar kafungua shuka lake katika upande wa kichwa cha Rasulullah, kamwambia tibda hayyan wa mayitan ya habiballah, unapendeza ulipokuwa hai, umependeza hata ulipokufa. Tibda ya Rasulullah hayyan wa mayitan, bado unapendeza, umekufa bado unapendeza kama ulivyokuwa unapendeza ulipokuwa hai. Kisha akafinika shuka kama lile, akawatokea wale waliokuwa wameingiwa na babaiko, akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu. Kisha akamswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamwambia man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, yeyote aliyekuwa anamwabudu Muhammad kisha kufa. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, na yeyote aliyekuwa anamwabudu Allah hafi, siku zote yu hai na ibada zote zimwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasomea aya akamwambia
innaka mayyitun wa innahum mayyitun, hakika wewe utakufa ya Muhammad na wao vile vile watakufa kama utakavyokufa wewe. Kisha akawasomea nyingine, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad hakuwa chochote isipokuwa ni mtumi, washaondoka kabla yake mitumi kama yeye, shakufa. Je, akifa huyu au akiuawa mtageuka kuacha dini zenu? Kila mmoja akashika kichwa chake anasema kaani ma qara'tu hadhihi al-aya, kana kwamba mimi sijaisoma aya hii. Wakati wamepitia aya hiyo wameisoma, lakini kila mmoja kasahau, anasema kama ambaye sijaipitia aya hii. Muhammad lazima atakufa kwa sababu Allah kishatuambia innaka mayyitun wa innahum mayyitun wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Sasa angalia kazi ya Sayyidina Abu Bakar alipochukua ukhalifa ni kuwapiga vita al-murtadin, wale walioacha Uislamu kuingia katika kufuru baada ya kuondoka kwa Rasulullah. Hiyo kazi ya kwanza aliyochukua. Unakuta wote hawa wametahamal kubeba mazito haya, na wallahi walikuwa ni khairun nas, walikuwa ni wabora wa watu. Leo tunafeli kwa sababu nyoyo zetu hatujazifanyia renovation zikawa strong zaidi ya kubeba mitihani tulioumbiwa duniani. Leo unaachwa na mke, unambariz Allah, unamtukana Allah, unafiliwa na mtoto, unaona kama ambaye hakuna aliyedhulumiwa duniani, wewe ndiye wa kwanza kufiliwa, wakati wamekufa watu bora hata kutuliko sisi. Sisi ni akina nani tukiondoka duniani? Mashara al-hadrin, inshallah Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi tahtadun fa idha qara al-qur'ana fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun wa qala azmin qa'il alayhi fa idha qara al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. wal 'asri innal insana lafi khusr. Barakallahu li wa lakum bil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati hakim wa taqabbal minni wa minkum billahi wa sallallahu alaihi wa sallam.